Mungu anafungua masikio ya Ibrahim. Mungu anamwambia Ibrahim, nchi yote hii nimekupa wewe. Kwa hiyo kusikia sauti ya Mungu kwa Ibrahim kulikuwa kunategemea Rutu aondoke kwenye maisha yake. Ngoja nikupe mfano wa pili kwenye maandiko. Kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa kwanza. Isaya anasemaje? Anasema katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia nami nalimuona Bwana. Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia nami nalimuona Bwana. Narudia tena, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia nami nalimuona Bwana. Mfalme Uzia alikuwa ni mjomba wake Isaya. Siku za mfalme Uzia Isaya hakuwahi kumwona Bwana. Kwa lugha nyingine, mfalme Uzia alikuwa anasimama kama kiambaza, alikuwa anasimama kama kizuizi cha Isaya kuto kumwona Bwana. Sasa angalia kitu cha ajabu. Isaya akiwa amemwona Bwana anasema, ole wangu mimi mtu mwenye midomo michafu. Ole wangu mimi mtu mwenye midomo michafu. Isaya huyu ametabiri sura ya kwanza, ametabiri sura ya pili, ametabiri sura ya tatu, ametabiri sura ya 4, ametabiri sura ya 5, ametabiri sura ya 6. Sura ya 6 anasema ole wangu mimi mtu mwenye midomo michafu. Maana tangu sura ya kwanza Mungu alikuwa anamtumia Isaya, ijapokuwa Isaya alikuwa na midomo michafu. Jambo nalotamani kukueleza ni kwamba usiogope kumtumikia Mungu kwa sababu ya madhaifu yako. Mungu hakuumba udhaifu. Udhaifu ni matokeo ya dhambi, lakini Mungu anautumia udhaifu ili kuikamilisha neema yake kwenye maisha ya mtu.